kabla sijasoma neno, tuwashukuru waliotutangulia kuiunda ICCT makanisa matatu ya mwanzo, kanisa la Kiluteli, la Anglikana na Moravian, walipoanzisha hapo mwanzo makanisa matatu. Lakini sasa tunapofika makanisa 12, ni jambo la kumshukuru Mungu, nanyi mkiwa miongoni. Kwa umoja huu tuendelee kutunza neno kuu ambalo mwaka huu CCT imeona iwe tafakari yetu. Ni kutoka Habakuki ule mlango wa 3. Neno kuu kwa ajili ya mwaka huu kwa maadhimisho ya CCT Day kitaifa ambapo yanafanyika hapa Njombe. Mahali hapo pameandikwa sala ya nabii Habakuki. Ee Bwana, nimesikia habari zako, nami naogopa. Ee Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Katikati ya miaka tangaza habari yake. Katika ghadhabu kumbuka rehema. Mungu alikuja kutoka Temani, yeye aliye mtakatifu kutoka mlima Parani. Utukufu wake ukazifunika mbingu, nayo dunia ikajaa sifa yake. Mwangaza wake ulikuwa kama nuru, alikuwa na mshale ya nuru ubavuni pake, ndipo alipofichwa uweza wake. Mbele zake alikwenda tauni, na makaa ya moto yakatoka miguuni pake. Akasimama katetemesha dunia, katazama kastusha mataifa, na milima ya zamani ikatawanyika. Vilima vya kale vikainama, mienendo yake ilikuwa kama siku za kale. Neno kuu ambalo linasema, Ee Bwana, nimesikia habari zako, nami naogopa. Ee Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Katikati ya miaka tangaza habari yake. Katika ghadhabu kumbuka rehema. Habari hii inatupa picha juu ya maisha ya imani isiyotikisika. Habari hii inatupa mwelekeo wa maisha ya imani isiyotikisika. Habari hii ambapo ni habari ya nabii Habakuki, tunaona ni sala ya nabii Habakuki, ni maombi ya nabii Habakuki, ambapo anamuomba Mungu rehema. Na kama anamuomba Mungu rehema, ili Mungu arehemu katikati ya uovu, katikati ya maasi, katikati ya ghadhabu, ili Mungu aweze kurehemu. Habari hii ambayo tumeisoma, ingetokea mtu anasema wataje wahusika, huenda mwingine angeanza na kumtaja nabii Habakuki. Ni miongoni mwa wahusika na habari hii.
habari hii anapoonekana Habakuki, anaonekana na Mungu, maana ni maombi ya nabii Habakuki, na wengine wanaita mazungumzo ya nabii Habakuki mbele za Mungu. Na habari hii unapomwona Habakuki akimwomba Mungu na anasema nimesikia habari zako, kwa mbali unaweza ukamwona nabii Yeremia, kwa mbali unaweza ukamwona nabii Sefania. Habari hii inatupa picha ya kumwona mfalme Yehoyakimu, ambapo aliitwa jina lingine huyu Yehoyakimu, ambapo aliitwa Eliakimu. Na katika utawala wake alipoanza na miaka 25 na katawala miaka 11. Habari hii ambapo anaomba, Bwana, nimesikia habari zako. Ni habari gani alizosikia? Na kama amesikia habari zako, mara pengine wanaeleza kwamba nimesikia sifa zako, nimesikia fahari yako, na amesikia habari zake na anaogopa. Na kama wahusika yuko Yehoyakimu ambaye ni baba yake Yehoyakini mfalme, ambaye alitawala miezi mitatu, na huyu Yehoyakimu ambaye alifanya uovu mbele za Bwana, alifanya maasi, ameleta maumivu kwa Yuda. Na enzi za utawala wa Yeremia amemwonya mfalme, amekaidi, na hasira ya Mungu inapotaka kuwaka juu yake, maangamizo makubwa juu yake. Na kama ataangamiza huyu Habakuki kwamba nimesikia habari zako, nami ninaogopa, maana kama yako maangamizo, ninaogopa juu ya maangamizo. Habari hii unaiona Yuda, unaona Yerusalemu, unaona Wakaldayo, unaona hawa Babeli. Anaposema nimesikia habari zako, nami ninaogopa, Bwana, fufua kazi yako. Maana yake kuna vitu vimekufa, kuna vitu haviko katika mkao ambao ulistahili iwe. Na habari hii inatuonesha ni Mungu wa nyakati zote. Kwa nini? Kwa sababu ni habari za mwaka wa 606 kabla ya Kristo, lakini bado zinaishi hata sasa. Kwa nini? Maana Mungu ni yeye yule jana na leo na hata milele. Na kama ni yeye yule, mazingira yanaweza yakabadilika, lakini Mungu wetu aishivyo, aliye Alfa na Omega, habadiliki. Hata mazingira yakibadilika, Mungu wetu habadiliki. Habari hii ambapo nabii Habakuki anasema nimesikia habari zako, nami nimeogopa. Karne ya 7 na ya 6 kabla ya Kristo. Maana uko uharibifu, uko ukaidi umetendeka, uko udhalimu umetendeka, sheria imekanyagwa, manyanyaso yametendeka, watu hawajajali watu, na watu wanapoonywa wanapotezea.
na wanapopotezea. Hayuko mtu anayeshindana na mpango wa Mungu na ukabaki salama. Na ndio maana imeandikwa, watashindana nawe lakini hawatakushinda. Hayuko mtu anayeweza akafanya kumkaushia Mungu ukawa salama. Hayuko mtu. Na ndio maana nabii Habakuki anaposema, nimesikia habari zako. Anamjua Mungu ni mtakatifu, anamjua Mungu ni Mungu wa haki, ni Mungu ambaye yupo kila mahali. Na kama Mungu yuko kila mahali, na yuko mtu ambaye mbele za Mungu anaweza akajificha. Na ndio maana Zaburi ya 139 imeandikwa, E Bwana, umenichunguza na kunijua, niende wapi nijiepushe na uso wa Bwana? Kwa hiyo kama ni Mungu ambaye huwezi jificha mahali, wanadamu wanaweza wakajificha kwa mwanadamu, lakini si kujificha mbele za Mungu. Na kama si kujificha mbele za Mungu, Mungu atupe neema kwamba Mungu jicho lake liko kila mahali, likimwona mtu mwema na mtu mbaya. Nabii Habakuki ameona macho yake na analalama, kwa nini watu waovu wanafanikiwa? Ni kama Mungu haoni, lakini Mungu anaona. Ni kama Mungu hajui, lakini Mungu anajua. Ila iko neema ambayo anasema, yamkini huyu mwanangu kesho atabadilika. Nabii Yeremia, nabii Sefania, nabii Habakuki ametabiri juu ya taifa na watawala, ili wamche Mungu, waache sanamu, waache ukatili, waache kupotosha sheria. Lakini bado udhalimu unatendeka, na Mungu hapangiwi jambo la kufanya. Mungu hafundishwi kazi ya kufanya. Mungu ataendelea kubaki kuwa Mungu, na tutaendelea kuwa binadamu. Na Mungu anawaadibisha taifa lake, maana hawajamheshimu Mungu. Anamtumia hata adui ili awaadibishe waweze kujifunza. Si kitu cha kawaida mtu mwovu amwadibishe mtu mwovu, ila huyu mtu mwovu ambaye ana neema ya Mungu, Mungu ametumia mkono wa taifa lingine ili kumwadibisha. Huyu nabii Habakuki amesikia habari ambazo Mungu anasema, nitawadhibu na mtakuwa watumwa. Lingekuwa ni swali ningekuuliza, unaposikia habari mbaya unachukua hatua gani? Macho yako yanapoona unachoona unaelewa nini? Mungu atupe neema. Unaposikia habari mbaya, chukua hatua ya kumlilia Mungu. Jana CCT, Jumuiya ya Kristo Tanzania, walipoona vyema kuna mkono wa matendo ya huruma na kufika katika gereza letu la wilaya hapa Njombe, na walipofanya matendo ya huruma kukarimu, pointi yangu ya msingi, nikabarikiwa na wafungwa wawili ambao mara baada ya kupokea sadaka ambayo Jumuiya ya Kikristo Tanzania kwa kujali watu, tumeona vema kuwaona Watanzania wenzetu katika gereza la wilaya ya Njombe, na neno na maombi yamefanyika mahali pale. Lakini kinachonifanya niseme, hawa watu walipotendewa kupitia uongozi na viongozi wanaposema iweni na neno la kusema baada ya maombi na neno ambayo Jumuiya ya Kristo Tanzania imefanya, mmoja akasema, mfungwa, mmetimiza andiko linalosema
nilikuwa gerezani, mmekuja kuniona. Pamoja na mazingira aliyonayo, wanajua andiko. Mwingine alipopewa nafasi akakiri, akasema ile wai 333 itatimia. Na akasema wai 333, anasema ninamaanisha Yeremia 33 mstari wa 3, ni mfungwa, ambapo imeandikwa, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Mfungwa yuko gerezani, anasema haya mliotuombea tunayapokea. Na ile wai 333 ambayo ni Yeremia 33 mstari wa 3, kwamba yatatimia, maana Jumuiya ya Kristo Tanzania imeomba ili Mungu aendelee kuwa msaada wa yeyote popote afanyaye mambo yake kwa wakati wa kwake. Unaposikia unayosikia, unachukua hatua gani? Huyu nabii Habakuki akaenda mbele za Bwana kumwomba Bwana ili haya maovu ambayo yametendeka, anamlilia Mungu. Unapoona maovu yanayotendeka, nini uhusiano wa macho yako na masikio yako? Mungu atupe neema kuona katikati ya uovu bado watu wema wapo. Katikati ya uharibifu bado Mungu amejisazia watu waaminifu. Mungu aendelee kuwa msaada wetu, aendelee kuwa msaada wako. Wakiwapo wabadhirifu, wakiwapo waharibifu, wakiwapo wasiotenda haki, bado Mungu amejisazia watenda haki. Wakiwapo wadhalimu, bado Mungu popote amejisazia watenda haki. Anapoomba, e Bwana, nimesikia habari zako, na anaomba kwamba fufua kazi yako katikati ya miaka, katikati ya nyakati zetu, katikati ya kizazi chetu, katikati ya majira yetu, katikati ya uhai wetu. Kama viko vitu vilivyokufa ama nimetoweka, Bwana, fufua amani. Kama afya imetetereka, Bwana, fufua afya njema. Kama kibali kimepotea, Bwana, leta kibali tena. Kama kila unalishika halishikiki, nikutangazie katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, kipate kushikika katika jina la Yesu Kristo wa hai. Habari hii inatupa neema. Mungu atujalie neema. Hapo ulipo popote, usiwe chanzo cha kuleta uharibifu na mateso katikati ya watu. Habari hii, Mungu atujalie neema. Kila mmoja mahali alipo, asiwe chanzo cha kuleta uharibifu na hasara kwa kizazi kilichopo na kizazi kijacho. Hawa watu wamefanya uharibifu, maangamizo yanakuja. Ile Kutoka ule mlango wa 20 mstari wa 4 hadi wa 6 inaonyesha ni Mungu anapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha kwanza, cha pili na cha tatu. Lolote ufanyalo kwa ubaya, unaingiza hasara vizazi vingi, na lolote ufanyalo kwa wema, unaleta baraka kwa vizazi vingi. Maangamizo yanayokuja hapa, wako viongozi wameleta uharibifu hata kuleta hasara, na ndio maana nabii Habakuki anaomba, e Bwana, fufua kazi yako katikati ya ghadhabu, kumbuka rehema. Ninampenda Esta. Huyu Esta, ule mlango wa 4:13 hadi 17, aliposikia habari mbaya juu ya Uyahudi,
akamwomba Mungu hata kwa kufunga, na Mungu wa rehema akarehemu. Usikiapo habari mbaya, ng'ang'ana na Bwana ili abadilishe kilicho kibaya kije kwa uzuri. Usikiapo habari mbaya, nampenda Danieli nabii, ile Danieli mlango wa 9 mstari wa 4 hadi 19. Danieli anakiri, Bwana, tumefanya dhambi, tumefanya uovu. Kwa nini? Yako mambo hakushiriki kutenda, lakini anaona wanaingia kwenye maangamizo. Wako waliotenda, hakutenda yeye. Mungu atupe neema, hata uharibifu kama ukufanya wewe, tumuite Bwana awezaye kubadilisha na kutupa rehema na neema yake. Maombi ya nabii Habakuki yatupe shauku ya kuona kila kilichoharibika. Yuko wa kumwita, anaweza akarekebisha. Maombi ya nabii Habakuki anapomwomba Mungu, maana angekuwa ni Yeremia, kila kona kuna kilio, kila kona kuna shutuma. Kwa nini? Wako watu hawajatenda yaliyostahili kutendeka, na kama kila kona kuna kilio, nami katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, Bwana nyamazisha vilio, Bwana futa machozi. Tukiwapo Jumuiya ya Kristo Tanzania hapa Njombe, Bwana fufua kila kilichoharibika. Bwana mwenye kurehemu aweze kurehemu. Niwatakie baraka za Bwana katikati ya uovu. Wema bado upo katikati ya uharibifu. Wema bado upo. Baraka zake Mungu na ziendelee kuwa pamoja na sisi, na mahali palipo na chuki, amani iweze kutendeka. Mahali palipo na uovu, Mungu aweze kuleta kila lililo jema, na Mungu aendelee kutujalia neema ya mahusiano yaliyo mazuri. Kwa nini? Maana imeandikwa, kama anasema nimesikia. Uhusiano wako binafsi na Mungu ni jambo la msingi. Twaweza kuhusiana na Mungu kama kundi, lakini uhusiano wako na Mungu binafsi ni jambo la msingi kuliko vitu vingi unavyohusiana navyo. Katika kalenda ya kanisa, leo ni Jumapili ya Utatu Mtakatifu, na kama ni Jumapili ya Utatu Mtakatifu, tunakumbuka uumbaji wa Mungu. Napokumbuka uumbaji wa Mungu, Mungu atupe neema kutunza mazingira na miundo mbinu yake, maana uumbaji wa Mungu leo Jumapili ya Utatu Mtakatifu baada ya Pentekoste, kwa Mungu atupe neema kutunza mazingira na miundo mbinu yake. Utatu Mtakatifu, siku hii ya CCT Day, Mungu atupe neema kuheshimu kombozi wa Yesu Kristo. Jumapili hii ambayo ni ya Utatu Mtakatifu, siku ya Pentekosti, Mungu atupe neema kuongozwa na Roho Mtakatifu. Mungu atupe neema kupendana, kuchukuliana na kuheshimiana, na kila mtu amuone mwenzake ni bora kuliko yeye. Ndio dhamira ya CCT, kwamba kila mmoja aendelee kumwona mwenzake ni kiungo katika kujenga mwili wa Kristo. Kuna utofauti wa karama, kuna utofauti wa huduma, kuna utofauti wa utendaji, lakini Roho ni yeye yule azitendaye kazi kwa wote. Tuendelee kuheshimiana ili jina la Bwana lipate kuinuliwa. Amen. Ningejua kuanzisha wimbo nina haja nawe hawezi mwingine, tungeimba beti 2 alafu ningefanya maombi. Kuna watu wengi una haja nao, lakini Jumuiya ya Kristo Tanzania inaposema fufua kazi yako katikati ya miaka, tuna haja na Mungu awezaye kubadilisha kila kitu. Vilivyoshindikana kwa uwezo wetu, kwa Mungu havijashindikana. Tuendelee kumwomba Mungu peke yake, maana imeandikwa, pasipo yeye sisi hatuwezi jambo lolote. Nina haja nawe, hawezi mwingine kunifaa. Wako wanaokufaa, lakini Mungu anatufaa sisi sote, maana ni Mungu wa wote wenye mwili, na hakuna jambo asiloliweza. Mahali hapa baraka ziweko, marangoni kwenu baraka ziweko, na uzao wenu uwe na baraka. Nina haja nawe, hawezi mwingine kunifaa.
Mungu wetu Baba, katika jina la Yesu, katika taifa la Tanzania tunakuhitaji, tunakujia wewe. Hawezi mwingine kutufaa, ni wewe Yesu ambaye unatualika, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. E Bwana, kila maeneo ambayo tumechoka, wa kutupumzisha ni wewe. Uwezaye kutuponya ni wewe. Uwezaye kutulinda ni wewe. Uwezaye kubariki ni wewe. Kwa jina la Yesu tunakuja mbele zako na watoto wetu na waume zetu na wake zetu na biashara zetu na kazi zetu. Hayuko wezaye kutufaa, ni wewe Mungu. E Bwana, kumbuka uzao wetu, kumbuka kizazi chetu. Mtumishi wako Yeremia akasema, niitieni wanawake wawezao kuomboleza. E Bwana, watumishi wako tunaomboleza, tuwapo hapo Baptisti, tuwapo huku Njombe, tunaomboleza kwa ajili ya maisha yetu, tunaomboleza kila maeneo ambayo kila kona kuna kilio, kila kona kuna maumivu. Uwezaye kutupa amani, uwezaye kutuponya, uwezaye kutuinua tena, uwezaye kutupa kicheko ni wewe. Natamka baraka, natamka neema, natamka kibali, natamka afya, natamka uwezesho katika jina la Yesu. Litunze kanisa lako, litunze taifa hili, tutunze sote, tushikamanishe kwa utukufu wa damu ya mwana kondoo Yesu Kristo. Utubariki sote, amen. Makofi kwa Bwana, makofi kwa Yesu, makofi kwa Yesu. Baba Askofu, Mungu awabariki. Hizi ni salamu za Jumuiya ya Kristo Tanzania kwa mtawanyiko tuliokuwa nao. Asante kwa kupokea. Mungu awabariki.